pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Naam, Bwana Yesu asifiwe mtazamaji, na heri ya siku ya wanawake duniani. Imekuwa ni siku njema kabisa na siku tukufu ambayo Mungu ameweza kutupatia siku hii ya leo. Kwa kila mama, binti na dada ambaye mnatutazama kwa sasa mahali kokote uliko kupitia kipindi chako hiki Amka Tumsifu Mungu, nina imani unaendelea kubarikiwa sana asubuhi ya leo, na niweze kuwashukuru sana na kusema asante kwa matangazo ya moja kwa moja kutoka kule Dar es Salaam, ambapo pia tulikuwa na mtangazaji Stella Shao na mtumishi wa Mungu Lawesi Kazinza huyu, ambapo walikuwa na mahojiano mazuri sana na pia ameweza kutubariki siku ya leo na kuona uwepo wa Bwana. Kwa kweli imekuwa ni siku njema na iliyotukuka. Kwa sasa tunachukua kijiti hicho kwa hapa studio zetu kutoka Mwanza, Tanzania, Rock City, kuweza kukujuza na kukufahamisha yale ambayo yanaendelea kwa sasa kutokea hapa kanda Ziwa. Tumekuwa na siku 5 mfululizo na tumesafiri pamoja hapa Star TV tukitazama kumchambua mwanamke, hasa pia tukiangazia katika nguzo na imani ya jamii, tukigusia katika pande na nyanja mbalimbali na kuwatazama hasa wanawake katika Biblia ambao wameweza kufanya vizuri na kuwa njia bora kwa wanawake wengine, akiwemo Mariam, Deborah, Lydia na Esther pamoja na Rusi, ambao umetufanya sisi pia na wewe mwanamke kuweza kufahamu na kujua thamani yako na njia ambayo inaweza kukufanya kuanza vizuri kabisa katika maisha yako. Na siku hii ya leo sio siku ya kutazama changamoto, ni siku ya kusherehekea siku ya mwanamke duniani. Lakini pia katika siku hii ya kusherehekea siku ya mwanamke duniani, hapa katika studio zangu nimeweza kuzungukwa na wanawake majemedari kabisa na mashujaa ambao ni wapambanaji, wanahakikisha kwamba wanavalishwa na sisi pia kuwapa taji la ufalme kwa kuweza kutambua thamani yao katika ulimwengu huu, Afrika Mashariki na dunia nzima kwa ujumla ikitutazama. Nasi pia tunayobudi kuhakikisha kwamba wewe mtazamaji unaendelea kubarikiwa kwa kila ambacho tunakiangazia siku hii ya leo. Lakini kabla ya yote na tukufika mbali zaidi, hebu tukupitishe kwa ufupi sana kwa kutazama yale ambayo tuliweza kupita nayo kwa tangu tulipoanza mwezi Februari hadi kufika leo Machi 8, siku ambayo tuliweza kuisubiri kwa hamu sana na kutazama namna jinsi ilivyo wanasema ilivyo taradadi. Hebu nikupitishe kidogo ili uweze kutazama. Rangu jina ni mtangazaji wako Andre Amos Masanja. Utakuwa nami kuanzia sasa hadi fikapo tamati katika kipindi Amka Tumsifu Mungu. Mada ambayo tunaweza kuigusia kwa upana zaidi, ambayo hasa inasema mwanamke nguzo ya imani na jamii. Mwanamke nguzo ya imani na jamii. Katika wiki hii ya 3 hasa tuenda kuzungumza na kutazama kwa undani zaidi kuhusiana na mwanamke na uchumi, mwanamke na pesa bwana. Na leo tunaenda kumtazama mwanamke na uongozi, mwanamke na uongozi. Wakina mama wapelekao habari njema ya wokovu, kweli ni jeshi kubwa. Ilianza kama wazo, ikageuka kuwa darasa. Semina za wamama tunafanya kila mwaka kuwakumbusha, kuwafundisha kwamba mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Kwa sababu tumezaliwa tofauti. Kwa hiyo tabia ya mtu inakuwepo kwamba huyu tabia yake ni mtu wa staili hii. Kwa ile inajulikana. Lakini mtu anapobadilika pia unamuona katika utendaji wake. Unajikuta ndo kama hivyo unavyosema, hata majukumu yake anaacha kuthamini kazi, hathamini hata familia, hathamini watoto, anakuwa hata marafiki hana, yani hata mtu wa karibu hana. Yani kila mtu ni mbaya, na chochote kile utakachomtendea hawezi akaona kwamba ni kizuri. Kila anachotendewa anaona ni kibaya. Kwanza ninazitazama changamoto za mjane kijana, naziona ni kubwa kuliko changamoto
za mjane mtu mzima. Mnamo tarehe mosi mwezi wa pili, meza ya Amka Tumsifu Mungu ilifungua kurasa mpya. Tulianza safari ya kuitafuta, kuijadili na kuirudisha heshima ya mwanamke wa Kitanzania chini ya mada nzito: mwanamke, nguzo ya imani na jamii. Kwa wiki 5 mfululizo, tumelia pamoja, tumejifunza pamoja na tumepona pamoja. Tuliangazia ukweli mchungu kwamba mwanamke ndiye bega linalobeba uzito wa taifa, lakini mara nyingi ni sauti inayosahaulika. Hawa mabinti tumekuwa na mkakati pia, tunakusanya mabinti kama mabinti tu, tunawafundisha, maana hawa mabinti ndio wanawake au tuseme ndio wamama wa baadaye. Wanategemewa kuwa na familia, lakini hata akiwa bado binti bado anategemewa kwenye familia na kwenye jamii pia. Kwa hiyo tunajitahidi kukusanya, huwa tunakusanya mabinti kwa makundi, tunaendelea kufundisha. Kwa hiyo baba asijihofie kwamba mke wangu akifanya biashara akainuka, mimi nitadharaulika. Utaheshimika. Tunajikuta tunakuwa na watoto wa mtaani kwa sababu familia haina maelewano, familia haijasimama. Tulijadili majukumu ya familia, uthabiti wa mke ndani ya ndoa na namna mwanamke anavyoweza kusimama kwenye zamu yake ya maombi kulinusuru taifa. Kutokana na ukweli kwamba maadhimisho haya msingi wake ni ulingo wa Beijing mwaka 1995 kuhusu kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake duniani kote, kupitia ajenda 12 ninazozikumbusha hapa leo, zikiwemo ajenda ya wanawake na umaskini. Wanaondokaje wanawake kwenye umaskini? Ajenda ya pili, elimu na mafunzo kwa wanawake. Wanawake wanapataje elimu kwa usawa pasipo kubaguliwa? Na mazingira hayo ya elimu yaendane na hali yao wanawake. Wanawake na afya. Je, wanaweza kuzifikia fursa za afya kulingana na jinsia yao na mahitaji yao ya kiafya? Unyanyasaji dhidi ya wanawake unawezaje kukomeshwa? Ilikuwa ni mojawapo ya ajenda. Lakini kulikuwa na ajenda ya wanawake na mazingira na kutokomeza ubaguzi dhidi ya watoto wa kike. Hili la wanawake na mazingira, wanashiriki vipi kuboresha mazingira? Je, katika nafasi yao ya maisha yao, wao ni wakata kuni hodari sana, waweze kupika, lakini wanafundishwa vipi ili waweze kutumia nishati mbadala na mambo mengine yanayohusu mazingira kwa ujumla, wawe ni washirika wa kuyalinda. Na mwisho ajenda 12 ndio ikawa kutokomeza ubaguzi dhidi ya watoto wa kike na kuwalinda. Kisha tukamgeukia taifa la kesho, binti zetu. Kwenye ulimwengu uliojaa utandawazi na mmomonyoko wa maadili, wageni wetu walisimama madhabahuni kupiga panda. Walikataa kizazi chetu kupoteza mwelekeo. Bado naamini kwamba katika lile nililoanguka nilisimama, nilimwamini Mungu, nikaamini ndoto yangu. Nafikiri utandawazi umekuja kuharibu na kupotosha, kwa sababu mwanamke akiharibikiwa kwenye familia nzima inaharibikiwa. Kama vile Zaburi 119 mstari wa 9, ni kwamba Mungu ana mpango mzuri na kila kijana akimjua, malengo aliyonayo akayaishi, akamwomba Mungu, akatulia, hakika ndoto zake lazima azifikie. Na tulipokaribia kilele, tuligusa eneo ambalo limekuwa mwiko kwa miaka mingi: mwanamke na uongozi. Tuliuliza swali gumu: je, mwanamke amezaliwa kuongozwa tu? Kupitia mifano ya Debora na Esther pamoja na uzoefu wa viongozi wetu studio, tulithibitisha kwamba mwanamke si dhaifu, ni kiongozi aliyebeba maono. Tunamwangalia Debora. Debora aliweza kuponya taifa la Israeli. Kwa sababu gani? Ndani ya mwanamke Mungu ameweka ujasiri mkubwa sana. Mungu ameweka ujasiri. Tukimwangalia mwanamke mwingine kama Esther. Esther aliweza kuokoa taifa la Israeli, na taifa likapona kwa sababu ya mwanamke mmoja alikaa akatulia mbele za Mungu.
Kitu cha kwanza, mwanamke wa kikanisa lazima awe muombaji. Anapoongoza watu lazima apokee hekima kutoka kwa Mungu. Anaongozaje wale wanawake? Nini Mungu? Yaani lazima, na kiongozi yoyote lazima uwe mtumwa wa wengine. Lakini unapomwamini Mungu na pia unasoma kwa bidii, kutokata tamaa, vyote hivi vinachangia kufika hapa nilipo. Kwa sababu vizuizi ni vingi kiukweli, siwezi kuvitaja vyote, lakini ni vingi mno. Lakini unapoanguka lazima usimame. Mwanamke ameumbwa kama kiongozi kuanzia akiwa tumboni mwake, kuanzia tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye yuko kiongozi kwenye familia, ni kiongozi kwenye kanisa, na hata kwenye taifa pia wanaruhusiwa kuwa viongozi. Safari ilikuwa ndefu, lakini leo tumefika kileleni. Leo ni tarehe 8 Machi, siku ambayo dunia nzima inasimama kumpa heshima mwanamke. Wanawake lazima tusonge mbele katika majukumu yetu. Yaani tusiachie watu wengine. Tumwachie siji dada, lazima mwanamke asimame kwenye eneo lake. Kwa sababu kama ni majukumu, jambo la kwanza hakuna kurudi. Tusiende tu, hakuna kurudi nyuma kwenye mafanikio. Hakuna kurudi nyuma, ni pamoja na familia zetu. Na hata katika majukumu ya uongozi twende vizuri. Na kama tutaenda sehemu vizuri, maana yake kazi hii ambayo inasema hakuna kurudi nyuma, tutaenda mbali. Lakini wanawake, kuna mashirika mengi yakipigwa aende dawati, aende nini. Kwa hiyo kuna kitu kama hicho. Kwa hiyo inatakiwa serikali, labda hata makanisani, mashirika pia yaangalie wanaume na watoto wa kike wasisaulike. Kwako wewe mama unayepambana sokoni, kwako wewe binti unayesoma kwa bidii, kwako wewe kiongozi unayevunja vizuizi, Star TV na Amka Tumsifu Mungu inasema tunakuona, tunakuthamini na tunakusherehekea. Hili ni taji lako. Karibu kwenye kilele cha mwanamke, nguzo ya imani na jamii. Na dira yetu kwamba tutaelimisha na kujadili nafasi ya mwanamke kwenye utekelezaji wa dira 2050, alipotoka, alipo na aendako, na kwamba atafikaje. Tutaelimisha kuhusu mfumo wa huduma za msaada wa kisheria ukoje, ili watu wengi wajue na waweze kufikia. Tutaelimisha kuhusu mfumo wa uwezeshaji wanawake na wasichana kiuchumi, mtandao wa fursa za kiuchumi na elimu kuhusu ujasiriamali mahiri. Vile vile tutaelimisha kuhusu mfumo wa maadili yetu. Baba,
Na mtazamaji, tumerejea tena hapa studio. Sasa ni kuweza kukualika kuweza kusherekea sherehe hii nzito kabisa kwa kutazama pia namna jinsi safari yetu ilivyoanza kule Februari mpaka kufika Machi katika tarehe hii ambayo iliweza kusubiriwa na wanawake wengi sana duniani. Leo tuna mengi ya kukujuza, ikiwa ni siku ya mwisho kabisa, siku ambayo kwa kweli hii ni wiki ya mwisho, naweza kusema ni wiki ya 6 tukiachana wiki ya 5 ambayo ilizopita, kwa namna jinsi ambavyo tulikuwa tukitembea katika kila upande kwa kutazama nguzo na imani ya jamii, hasa katika mwanamke, kwa kuangazia kile ambacho tulikuwa tunatamani wewe ujifunze zaidi. Na sasa niweze kukukaribisha kwa hapa studio. Niko na wageni wangu kama jinsi nilivyokuambia, niko na jopo kubwa sana ambao niko nao hapa, na nipo na wanawake watatu wawakilishi hawa ambao wanawakilisha wanawake ambao pia mnatutazama kwa sasa. Nipo na mama askofu kutoka kanisa la Anglikana DVN hapa Mwanza, lakini pia nimepata nafasi nzuri ya kuwa na mfanyabiashara na mpambanaji mwanamke. Huyu si mwingine, naye pia ataweza kujitambulisha kwa majina yake. Lakini licha hayo tunaye mwanamke kinara kabisa ambaye atatupeleka madhabahuni na kutuweka juu zaidi kwa kusikiliza nyimbo na kutupa faraja kwa wale ambao wamekosa faraja kwa kupitia sauti yake nzuri kwa uimbaji. Nao pia tunawasikia kwa sasa. Ngoja tuwatazame kwa utambulisho wao makini sana katika kipindi chetu na kilele cha mwanamke duniani. Karibuni sana na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni kilele cha maazimisho ya mwanamke duniani. Mimi niseme niwatakie heri. Asante. Japo na siku ya wanaume na yenyewe pia inakuja. Nianze kule. Karibu sana dada. Kwanza mmependeza. Asante. Niwape kongole kwa hilo. Sasa natamani tuanze kwa utambulisho kwa kumfahamu mmoja baina ya mwingine pia. Karibu sana. Kwa jina langu naitwa Zubeda Rashidi Ugasa. Mimi ni mfanyabiashara, mjasiriamali mdogo mdogo. Ndio. Natengeneza keki. Ndio. Pamoja na bites. Sawa. Karibu sana. Majina yangu Upendo Kiningi, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ndio. Niko hapa jijini Mwanza. Ndio. Lakini sio mwimbaji tu, ni mchungaji msaidizi katika huduma ya Jehovah Shammah Ministry kwa Pastor Baraka Matias. Ndio. Sio hivyo tu, ni mwanamke mjasiriamali, ni designer, ni fundi mitindo, ninashona nguo mitindo tofauti tofauti. Kwa hivyo nawakaribisha wote kwenye channel yangu YouTube. Huko utakutana na video zangu na nyimbo zangu, utabarikiwa nazo. Lakini kimasuala ya ufundi zaidi unanipata hapa Mwanza. Karibu. Nina design nguo zote, mashela, nguo za kitchen party, na kama unavyoniona hivi nilivyopendeza, manake ni kazi ya mikono yangu. Kazi ya mikono yako. Ndio. Safi, tutafika hapo. Asante. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen, mama askofu. Kwa majina yangu naitwa Mere Zefania Amos, mke wa askofu. Ndio. Tunahudumu Anglikana pale. Na napatikana hapo Diocese na Victoria hapo. Kamanga. Ukifika pale tunapatikana. Ndio. Tunaendelea, ukihitaji huduma, semina, tunafanya vizuri. Sawa, tuende kwa sababu na muda wetu unazidi kukimbia. Sasa tuanze mchaka. Tutazame bana, Geita kule pia wako na sherehe kubwa sana ya kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, lakini kwa hapa Mwanza ni Nyamangoro hapo bila kukosea. Na kutakuwepo na viongozi wa serikali pia na watakuwepo, lakini natamani kujua zaidi kwa undani, nikianza na mama askofu hapa Mary. Natamani wewe ni kiongozi, na leo ukitazama Tanzania na dunia kiujumla inasimama kuadhimisha siku ya mwanamke duniani. Wewe kama kiongozi wa kanisa, na najua unakutana na wanawake wengi sana. Mungu anamtazama vipi mwanamke hasa katika kilele hiki? Mungu anamthamini mwanamke. Mungu wetu ni mwema, na kama ulivyosema mwanzoni, tunaona wanawake wengi waliomtumikia Mungu kwa mali zao na nini. Na somo tuliloongozwa nalo katika maombi ya mwaka huu ilikuwa ni kwamba lete mizigo kwa Yesu.
Sawa. Lete mizigo kwa Yesu. Na ni nini tamko lako la baraka sasa kwa wanawake wa Kitanzania leo asubuhi wanaokutazama na mabinti, lakini pamoja na wadau mbalimbali wakiwemo pia jinsia nyingine, wanaume hatuwezi kuwaacha pembeni kwa sababu nao pia sisi ni nguzo bwana. Ni kweli. Hamwezi kutuacha nyuma. Sawa, hebu tuambie. Nini baraka hasa kwa unawachia nini baraka kwa wanawake ambao wanakutazama kwa leo Tanzania? Amina. Tunashukuru sana. Neno la baraka naambia tusijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kuomba, kusali pamoja na kushukuru, haja zetu na zijulikane na Mungu, na Mungu aonaye sirini atatujazi, na tusiogope. Mungu yuko pamoja nasi. Sawa kabisa. Mungu yupo pamoja nasi. Heri ya siku ya wanawake duniani. Amen. Sasa msitaki kuniangusha. Heri ya siku ya wanawake duniani. Amen. Mbona mmenyongonyea? Naona leo ni sherehe, ni kama harusi. Watu sasa wameanza kuchangamka, wengine wanacheza. Sawa, ngoja nielekee pale kwa mfanyabiashara. Kwanza kabisa wewe ni binti na ni mpambanaji na unawawakilisha sasa mabinti na wakina mama ambao pia nao ni wapambanaji wanaoamka alfajiri na mapema saa 10. Hata mimi kwenye gari huwa nakutana nao wengine wakiwa wanaenda kutafuta na kupata riziki ya hapa na pale. Kwako wewe mimi natamani kujua kitu kimoja. Unawaambia nini sasa wanawake ambao wanaona jasho lao halina thamani kabisa wala halithaminiki kwa kile ambacho wanakipambania? Kwa upande wangu mimi napenda kuwatia moyo na kuambia kwamba jasho lao linathaminika na mchango wao katika jamii unaonekana. Pengine yeye anaweza asione kwamba kile kitu anachokifanya ni kikubwa na kinathaminika, lakini tu nimtie moyo, nimwambie kwamba kinathaminika na kinaonekana kwa kila mtu. Tuendelee kupambana. Ndio. Maana mara nyingi wanawake wengi anahisi kama jasho lake halithaminiwi hivi, si kweli? Si kweli jamani? Naona mwimbaji ana kitu. Sawa, tutakuja hapa. Nisalie hapo kwako Zubeda. Natamani kujua wewe umetutajia unatengeneza bite lakini pia unatengeneza keki. Najua, hebu tupitishe kidogo kwa ufupi sana kuhusiana na safari yako binafsi. Okay, safari yangu binafsi, kwanza mimi napenda kupika. Ndio. Nilianza kujifunza keki nikiwa sekondari. Shule nilikuwa nasoma tulikuwa tuna somo la upishi. Form 1, lakini sikuwa na vifaa, sikuwa na nini, lakini nilikuwa najaribu nyumbani. Baada hapo sasa kuwa na maisha yangu, nikaanza rasmi kutafuta madarasa na kuweka jitihada kwenye kile ambacho nilikuwa nakipenda. Ndio. Nikaanza kujifunza keki, lakini nikaona bado kuna fursa zingine tofauti na keki. Nikajifunza kutengeneza bites mbalimbali kama vile biskuti. Nikatengeneza crips za ndizi, za viazi. Nikajifunza kutengeneza karanga za aina zote. Pia nikajifunza kutengeneza pizza, sambusa. Kwa hiyo nikaona kumbe naweza. Nikaendelea na huo mchakato mpaka sasa hivi. Sawa. Changamoto gani sasa ambayo mnakutana nao hasa katika ufanyaji wa biashara, utengenezaji keki na usambazaji wa bidhaa zenu tangu ulipoanza kufahamu na hicho kipawa na kuanza kuifanyia kazi sasa hiyo biashara rasmi? Changamoto haziwezi kukosekana. Changamoto zipo. Saa nyingine unaweza mteja akakwambia anahitaji keki, ukamwonyesha ile keki, mkakubaliana, akakwambia nitengenezee, ukamtengenezea ile keki. Labda pengine ulimwamini kwamba nisichukue advance, nikipeleka keki atanipatia pesa yangu yote. Lakini ukipeleka au umeshatengeneza keki anakwambia mimi bwana nimeilisha, nimepata emergency, kwa hiyo sitaichukua ile keki. Ile ni hasara. Lakini pia unaweza ukamtengenezea mtu keki, nikuwekea rangi gani? Weka rangi yoyote tu ambayo tuone inapendeza. Unampelekea keki anakuambia yani rangi mimi siitaki kabisa. Anaikata ile keki. Kwa hiyo yote ina kudisappoint. Ndio. Ni changamoto hizo ndogo, lakini pia kwenye upande wa malighafi kila leo bidhaa zinazidi kupanda bei. Lakini wewe ukimwambia mteja kwamba sasa hivi bidhaa imepanda bei, basi na mimi keki napandisha imefika kiasi fulani. Mbona keki kadogo, bei kubwa. Kwa hiyo hizo ni changamoto ndogo, lakini tunaendelea kuzikubali, kuzipokea na kuwaelewesha. Sawa. Kwa mpaka sasa ukijitazama binafsi wewe katika 100% maisha yako
unayawekea asilimia ngapi hasa katika mafanikio ambayo umeyapiga hadi sasa? 80. 20 bado natafuta. 20 bado najitafuta. Vipi kwa mwaka 2026 na siku hii ya maadhimisho ama kilele cha mwanamke duniani, binafsi kwako imekuwa na mchango kiasi gani kama mfanyabiashara mdogo? Kwangu mimi nimeipokea kwa furaha sana, kwa sababu naamini wanawake wote tunaweza, lakini ni siku ambayo tunajipongeza. Ni siku ambayo tunaadhimisha kujipongeza kwetu na kuonyesha uwezo wetu katika jamii, michango yetu mbalimbali katika jamii, kwamba wanawake kumbe na sisi tukijaribu hiki kinafanikiwa, kinafanyika. Matamanio yako ni yapi hasa katika biashara yako? Nataka kuwa mkubwa, natamani kuwa mkubwa sana, yani nitengenezee keki watu mbalimbali, niwe labda na kampuni kubwa ya kutengeneza keki na bites. Matamanio yangu niendelee kukua. Uendelee kukua kibiashara zaidi. Sawa, unamwambia nini sasa mwanamke ambaye kwa sasa anakutazama hapo alipokaa na huenda amekata tamaa kwa kujiona hawezi kabisa? Hakuna mwanamke ambaye hawezi. Wanawake wote tunaweza. Ajiamua tu kujaribu, akafanya kile ambacho anataka kukifanya. Nachoweza kumwambia tu kwamba mwanamke anatakiwa ajithamini, aelewe yeye ni nani katika jamii, pia afanye kile kitu ambacho anahisi anaweza kukijaribu kukifanya. Asifanye kwa kujaribu tu, afanye akiwa anaamini kabisa kwamba hiki nakiweza kukifanya na nitakifanikisha. Na utakifanikisha. Sawa kabisa. Na mtazamaji, kwa yule ambaye unaendelea kutufuatilia, haujachelewa. Kama ndio umefungulia television yako ukiwa nyumbani, sehemu mbalimbali, siku ya leo watu wana sherekea siku hii ya mwanamke duniani, na sisi pia kupitia studio za Star TV hapa katika kipindi ama meza ya Amka Tumsifu Mungu, nasi tunaisherekea kwa namna yake hivi, kuwa na wanawake ambao wanawakilisha wanawake wengine. Tuko na mama askofu, lakini pia tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili, na tupo na mfanyabiashara kama namna ulivyomsikiliza anavyojieleza. Sasa nakuhitaji kwako mtazamaji ambaye unatutazama kwa sasa, nirudi kwako na kukusia kwamba natamani sana simziite kwa kutuma ujumbe ama kutaja majina, na kwa wale ambao pia mnatutazama kwa sasa kupitia nambari za simu ambazo unazitazama hapa kwenye television yako, kitu cha msingi sana ninachohitaji kwako mtazamaji, utuambie mwanamke ambaye kwako amekuwa ni kinara, lakini pia amekuwa ni njia ama daraja kukuvusha kutoka mahali kwenda sehemu nyingine, lakini pia ambaye amekupa joto kubwa sana na kupambana na kufanikiwa katika maendeleo ya kazi yako ama kitu chochote ambacho unakifanya kwako binafsi. Tuma jina lake, lakini pia unapotuma jina lake utume na pongezi za kumshukuru kwa namna jinsi ambavyo amekuwa njia bora na daraja ama mnara mkubwa wa wewe kupata mafanikio zaidi. Tuma sasa, na mimi pia nitazisoma jumbe zenu moja baada ya nyingine. Nirudi kwako Mama Askofu. Wewe Mama Askofu, najua umetueleza vizuri sana, lakini pia umetuambia kwamba mwanamke ni lazima apambane ili kuweza kufikia hatua ile ambayo anaifikia mpaka sasa. Hebu tuambie sasa, najua uko na bashasha, uko na tabasamu tangu umefika hapa natamani kujua wanawake ambao kule kanisani unawachunga ama wako nyuma yako na mabinti, mwitikio kwao wameuitikia vipi hasa kwa upande wa kanisa? Mwitikio wameuitikia vizuri, kwa sababu na pia huwa tunakuwa na vipindi mbalimbali kuanzia vijana mabinti kuanzia miaka 18. Kuna semina mbalimbali ambazo tunawapatia. Mwitikio ni mzuri. Huwa tuna mazoezi yetu mbalimbali ya maigizo ambayo yanafuatana na somo la ujumbe wa maombi ya mwaka. Ndiyo. Kama nilivyosema, kila mwaka na ujumbe wake. Na ujumbe wake. Kwa hiyo maigizo nao huwa yanafuata somo. Mfano kama sasa tulikuwa na somo hili linalotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka wa 30. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Sasa unakuta hata mabinti wanajumuika, kunakuwa na maigizo, mtu kabeba mizigo yake, alafu anaona jinsi Yesu anavyompumzisha na anasema nira yake ni laini. Kwa hiyo sasa tunawakusanya mabinti na tunakuwa na semina mbalimbali. Maana ni vizuri
kuwaelekeza na madhara ambayo wanaweza wakayapata. Wengine wako vioni. Ndio. Kwa hiyo unakuta sasa tunawajenga katika msingi wa neno la Mungu. Tunamshukuru sana Mungu kwa siku ya leo ya kuadhimisha. Tuko vizuri kwa kweli. Sawa. Mko vizuri kwa kweli. Hebu niambie, najua makanisa mbalimbali yamekuwa na nyimbo ambazo wamekuwa wakihamasisha vijana na kuhusika kwa pamoja, na wengine pia wamekuwa wakifanya maandamano kama siku za namna hii kuonesha umuhimu wake na joto kubwa ambayo iliyopo katika sherehe hii. Kwa kanisa pia hii ipo? Ndiyo, ipo na wanaitikia vizuri, na ni moja pia ya kutoka out. Mnakutana wakina mama, kuna mambo mengi, unakuta watu wanatoa mizigo yao kwa kweli, na inaleta raha. Ni siku yetu ambayo tunaifurahia na unakuta tumeifanyia maandalizi muda mrefu. Maana kuna wengine pia naona kuna taasisi mbalimbali wakiwa wameenda wanatoa misaada, wanafanya hivi na hivi. Vipi kwenu? Tunafanya na tunaandaa ambao wana mazingira magumu sana. Tunafanya hivyo, kuna misaada tunatoa mpaka kwa wahitaji. Tunafanya hivyo. Okay. Sasa na neno la Mungu linavyosema kwamba dini iliyo safi ni kujali wahitaji. Sawa kabisa. Naam, kwa yule mtazamaji ambaye pia nimekwambia uweze kutuma ujumbe kwa kuandika jina la mwanamke ambaye amekuwa kinara, amekuwa njia ya wewe kuweza kufikia mafanikio yako, lakini pia yaweza kuwa labda ni mama mzazi, labda kuwa dada au kuwa mrezi kanisani. Unaweza ukatuma ujumbe ili kuweza kumshukuru kwa kupitia nambari ya simu ambayo ni 0655770796 0655770796. Hiyo ni moja kati ya namba ambayo itakufanya wewe leo mimi niweze kusoma ujumbe wako hapa live kabisa, Tanzania na Afrika na dunia nzima, kumsikiliza mwanamke ambaye amekuwa ni njia bora katika maisha yako. Na sasa nirudi kwako Mama Askofu. Mimi natamani kujua, maana kuna madhehebu mengine pia huwa yana nyimbo, yanakuwa yameshaandaa nyimbo zao za wakina mama kusherekea kufanya huku na kule. Vipi kwenu, mna nyimbo ambazo pia mmeziandaa katika sherehe hii? Ndiyo, tunazo. Mnazo? Na nyimbo zenyewe zinafuata ujumbe, yani tunaenda sawa sawa na somo la maombi ya mwaka huu. Tunazo. Maana sisi kwa wiki kwa mfululizo wa wiki 5 tumekuwa tukiangazia hasa nguzo ya imani, nguzo ya imani ya jamii hasa kwa mwanamke kwa kupitia vipengele mbalimbali. Unaonekana una sauti nzuri sana ya kuimba hata unapozungumza. Nafikiri ni kweli ama ututhibitishie kabisa? Kwa msaada wa Mungu siwezi kukiri udhaifu kwa kweli. Uko vizuri. Sawa, hebu tupashe kidogo hata kwa zile nyimbo ambazo unajua wewe ndio mama kiongozi na kuna watu wanakutazama kwa sasa. Kwa hiyo ni kwa zile nyimbo ambazo huwa mnazitumia kanisani kuhamasisha vijana, lakini pia katika harambee ama sherehe hizi kubwa ambazo tunazitazama, na leo tuko katika sherehe ya mwanamke. Okay. Yeah. Nimbe. Tunakusubiri wewe. Haya. Wewe ni nani jama? Mimi ni mama. Wewe ni nani jama? Mimi ni mama. Taifa linategemea. Tena nitegemea. Mimi ni mama. Wewe ni nani jama? Mimi ni mama. Taifa linakutegemea. Watoto wanakutegemea. Na mume anakutegemea. Mimi ni mama. Wewe ni baba. Mimi ni baba. Sawa. Asante sana. Sijasema mama. Nimesema baba. Au turudie. Natamani paka asimame. Wewe tunaupenda na kila sehemu wanaujua. Na naamini hata watazamaji huko na wenyewe wanaitikia. Taifa linakutegemea. Watoto wanakutegemea. Basi sawa. Nafikiri Zubeda naye pia amechangia. Tutatafuta namna
tutengeneze korabo na sisi. Vizuri, tume muongozaji Upendo Kininki. Na mtazamaji, najua jumbe ni nyingi kwa kweli, zinatufikia hapa, watu wakitoa pongezi kwa kile ambacho kinaendelea. Naona jumbe ni nyingi kwa kweli, watazamaji wanaendelea kuzituma kupitia namba ya simu ambayo tumeweza kuitaja hapo, na kuonesha namna jinsi ambavyo mwanamke amekuwa shupavu kwao na kinara katika maisha yao kupitia 0655770796, kwa kupitia 0655770796 ni namba ambayo inakupa nafasi wewe ya kuweza kutuma ujumbe wako na sisi pia tutaweza kusoma. Na sasa tunapoelekea mapumziko kidogo, lazima nilikwambia tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka hapa Tanzania, na usi mwingine ni Upendo Kininki. Huyo anaimba vizuri sana, ngoja tumsikilize tunapoelekea mapumziko, alafu kisha tutarudi naweza kupitia jumbe moja baada ya mwingine kwa kuona namna jinsi wanawake ambao wamekuwa mashujaa. Karibu sana Upendo Kininki, toka nimekufuatilia kule YouTube, uko vizuri sana. Amen. Unabariki wengi na mimi pia unanibariki. Asante sana. Karibu sana, wabariki pia watazamaji. Amen. Kwa wimbo wa live? Yeah. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyojitambulisha, majina yangu ni Upendo Kininki, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nyimbo zangu zinapatikana kwenye channel yangu Google kupitia jina la Upendo Kininki. Utaingia hapo kwenye channel yangu, utazipata nyimbo zangu, jipakulie video nzuri hapo, na Mungu akubariki sana. Nitaimba wimbo ambaye bado ninauandaa video, lakini ninatarajia kuachia mwezi wa 4. Nina nyimbo mbili ziko mbioni sasa hivi kuachiwa. Kuna wimbo wa mauzuri unaitwa Pole Yesu kwa mateso uliyoyapata kwa ajili yangu. Huo ninauachia mwezi wa 4 mwanzoni, lakini pia utafata huu wimbo wa Mama ni Jeshi Kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen, amen. Tupe shangwe. Bwana alitoa neno lake, wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Nitauimba kidogo kwa ufupi. Wamama ni jeshi kubwa, wamama ni jeshi kubwa, wamama ni jeshi kubwa, watangazao habari. Wamama ni jeshi kubwa, wamama ni jeshi kubwa, wamama ni jeshi kubwa, watangazao habari. Mariamu shujaa wa imani, katuletea mkombozi Bwana Yesu. Tunaye Hana mama wa maombi, sisi wanawake ni nguzo ya familia, dunia inatutegemea, tunaweza. Natamani tungekuepo na ngoma hapa, ingecheza tukuonyeshe shangwe. Sawa kabisa. Najua kule YouTube na nyimbo zako nzuri kabisa. Kuna nyimbo nimefuatilia kule kama 2 hivi. Ni kali kweli kweli. Hebu tupitishe huko. Kuna nyimbo yangu ambayo imenitambulisha kabisa. Inaitwa Roho Peleka Salamu kwa Yesu. Ndio. Mimi nimeokoka, Yesu alinitoa msikitini Muslimu. Ndio. Na nyumbani kwa shehe kabisa. Kwa hivyo niliruka fence huko msikitini, nikajikuta niko kanisani. Hivyo ninampenda Yesu sana. Kwa hivyo nyimbo yangu ambaye ilinitambulisha kabisa kwa mara ya kwanza ina mauzuri ya gospel, lakini ina muziki wa taarabu. Sawa. Imenitambulisha hivyo kwa sababu Yesu ameniita kwa namna hiyo, lakini sina nyimbo za taarabu tu, nina nyimbo zingine za muziki mwingine ndio tofauti. Kwa hiyo nyimbo ya taarabu ndio ambayo nilianza kuiachia, imenitambulisha. Sawa, hebu tusikilize sasa. Roho peleka salamu kwa Yesu aliyenifia, umweleze afahamu kwamba nampenda sana. Ewe roho peleka salamu kwa Yesu aliyenifia. Roho peleka salamu kwa Yesu aliyenifia, umweleze afahamu kwamba nampenda sana.
kama asingenifia. Ewe Roho niombe kwa Baba. Ewe Roho pasipo kutamkika. Ewe Roho niombe kwa Baba. Ewe Roho pasipo kutamkika. Ewe Roho niombe kwa Baba. Ewe Roho pasipo kutamkika. Ewe Roho niombe kwa Baba. Ewe Roho pasipo kutamkika. Goligota alisulubiwa, akashuka hadi kuzimu. Goligota alisulubiwa, akashuka hadi kuzimu. Akamnyang'anya shetani funguo za uzima na mauti. Akamnyang'anya shetani funguo za uzima na mauti. Goligota Yesu alisulubiwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Goligota Yesu alisulubiwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Goligota Yesu alisulubiwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Goligota Yesu alisulubiwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Upendo wako ni wa ajabu, ndio ulinivuta kwako. Upendo wako ni wa ajabu, ndio ulinivuta kwako. Ewe Roho niombe kwa Baba. Ewe Roho pasipo kutamkika. Ewe Roho niombe kwa Baba. Ewe Roho pasipo kutamkika. Ewe Roho niombe kwa Baba. Ewe Roho pasipo kutamkika. Ewe Roho niombe kwa Baba. Ewe Roho pasipo kutamkika. Wapambe wa Yesu mpo? Tupo. Yesu oye! Yesu ni mshindi, sisi ni washindi. Peleka salamu, Na mtazamaji, hiyo ni live performance ya mwimbaji wa nyimbo za Injili, na huyu si mwingine ni Upendo Kininki. Tuko naye hapa. Ingia kule YouTube sasa, andika Upendo Kininki bila kukosea, lakini pia na kupitia mitandao ya kijamii utampata vyema kabisa, na utaupata wimbo huo wenye maudhui ya namna fulani hivi ya taarabu. Tumezoea kuona wenzetu leo na sisi tumeiona moja kwa moja. Nikukaribisha katika kilele Amka Tumsifu Mungu, tukiwa hasa katika siku hii ama sherehe kubwa kabisa ya kutazama na kuthamini thamani ya mwanamke. Moja kwa moja sasa nidumbukie kabisa katika wimbi la kutazama jumbe mbalimbali za watazamaji, na ninaanza na mmoja kati ya wadau wa karibu sana. Huyu anasema kwamba namshukuru sana mama yangu mzazi Praseda Maritini kwa kuwa kinara katika
wanawake by Ntozi, huyu kutoka Mwanza Tanzania. Shukrani sana Ntozi. Na huyu si mwingine anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, heri ya siku ya wanawake duniani. Hongereni sana. Asante. Ndio nimesema hivyo. Hongereni sana. Anasema kwamba nampongeza mwimbaji na wote waliochangia mada ya leo. Kongole sana kwa dada Zubeda, hakika ni superwoman. Sawa, huyu ndivyo alivyosema hivyo. Zubeda tayari. Yeah, kuna watu wanakufahamu huko bana. Huyu anasema kwamba habari ya Jumapili mtumishi wa Mungu. Kwa majina ni naitwa Morini Hamisi kutokea Morogoro, na namtakia mama yangu kipenzi heri ya wanawake duniani, nampenda sana 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 mama yangu. Ndivyo alivyomaliza hivyo huyo. Anasema kwamba shalom shalom. Musa Mateo huyu kutoka Shinyanga anasema kwamba wamama wamechangamka kweli kweli. Ndivyo alivyosema hivyo. Anasikia Mungu waweze kuwabariki sana 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 sana. Japo huyu naona kama alikuwa na swali hivi hajaliweka vizuri, unaweza ukalirudia mtumishi. Na nasema kwamba mimi naitwa Joseph, nabarikiwa sana na kipindi cha leo. Mungu awabariki sana. Huyu anasema kwamba naitwa King kutoka Arusha. Nampongeza mama yangu kipenzi Elizabeth, nampenda sana. Huyu ndivyo alivyosema hivyo. Huyu anasema kwamba naitwa Anita Riziki, nampongeza mwalimu wangu wa kwaya Hosiana Boaz, pia ni msaada mkubwa kwa maisha yangu, kwani ni mwanamke mpambanaji sana, na Mungu ambariki sana popote kule uliko. Wale ambao mnasikiliza, pongezi hizi ni kuweza kumshukuru Mungu tu. Anasema kwamba huyu si mwingine, anasema kwamba nawapongeza wamama hapo studio kwa ujasiri walionao. Mungu awabariki sana. By mchungaji Kazanangwa kutoka West Kilimanjaro Matandi. Amewapongeza jamani. Nani wanawake duniani jamani? Amwamini. Tunashukuru. Sawa. Huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Gadi Isaya, ni binti kutokea Shinyanga. Tuko pamoja na nafurahi sana kupitia ninyi. Mungu amenifanya kuwa watofauti sana. Hakika Mungu wetu abarikiwe sana. Huyu anasema kwamba big up kwa mama Pili wa Moshi kutoka Shinyanga. Mimi ni kutoka Shinyanga. Mama huyu amekuwa ni moja kati ya njia ambayo inanifanya mimi nafanikiwa. Lakini nasema kwamba mimi naitwa Caroline Shayo wa Mengeni Kitasha Rombo. Mama yangu Mateja, namshukuru tangu utoto wangu hadi sasa, Mungu amlinde. Jumbe ni nyingi kweli kweli watazamaji jamani. Huyu anasema kwangu kinara ni mke wangu ambaye amenifanya mimi kuwa nguzo. Huyu anatokea Morogoro. Kwa kweli amenipambania sana katika maisha yangu. Naitwa Charles Johnny wa Mawenzi Morogoro. Huyu anasema amina iwe nanyi wana wa Mungu. Kwa majina Christina Paul, namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu wangu kwa kumpa namshukuru Mungu wangu kwa kunipa uzima, kwa kumpa uzima mama yangu. Nampenda mama yangu, na Mungu ampe maisha marefu, kwani mimi bila wewe siwezi kufika mbali. Huyo ndivyo alivyosema hivyo. Huyo anasema kwamba anaitwa Julius, mwanamke ameumbwa kama kiongozi. Jamani, mwanamke ameumbwa kama kiongozi, sivyo? Na hapa nipo na viongozi majemedari kabisa hapa studio. Huyo anasema habari hapo studio, mimi naitwa Mary, nimependa hiyo nyimbo. Nimependa hiyo nyimbo, maudhui ya tarabu. Ingia kule YouTube andika Upendo Kininki. Huyo anasema kwamba mwanamke, heri ya mwanamke duniani. Napenda kumpongeza dada yangu kipenzi anaitwa Rosemary Ntobi au Panieli, yupo Mwanza Butimba. Nampongeza sana dada yangu kwa kunifundisha upambanaji. Yeye ni mwalimu mkuu kwangu. Sijaona baba. Huyo anasema namshukuru sana namshukuru sana Gwajima. Naona hajaweka vizuri. Namshukuru sana kiongozi Gwajima, ni mzuri. Na Mungu aweze kumbariki sana, maana anatupeleka kule ambako mabinti tunataka kwenda. Huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Grady, namshukuru Mungu namshukuru Mungu na namtakia mama yangu mzazi maisha mema, maana ndiye kinara. I love you mama. Huyu ndio alivyomaliza hivyo. Na huyu anasema kwamba heri hapo studio. Naitwa Penueli, big up kwa
dada Zubeda, God bless you more than. Huyu ndivyo alivyomaliza hivyo, asema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Michael Makala kutoka Dar es Salaam. Nampongeza sana mke wangu Angela, ngao na msaada sana kwangu. Na huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, heri ya wanawake duniani, Mungu awabariki wanawake wote kutoka Pwani. Na huyu si mwingine anasema kwamba Mungu awabariki, mimi naitwa Dr. Deborah, ndivyo alivyosema hivyo. Huyu anasema kwamba naitwa Vestina kutoka Mwanza, nimefurahi sana kukuona Zubeda, hongera sana, na wapongeza pia wafanyakazi wote na wale ambao mko hapo studio, Mungu aweze kuwabariki sana. Nasi pia tunasema asante. Huyu ametuma ujumbe mrefu kweli, anasema kwamba nikiwa naadhimisha kumbukizi ya siku yangu ya kuzaliwa, naungana na kina mama wote duniani kusherekea siku yao hii, na maalum sana kwa mama yangu mzazi Josephine Kilonge akiwa Morogoro mjini, mke wangu Rosemary Sangu nikiwa naye Singida. Mungu awajalie afya njema wanawake wote. Huyu naona ni siku yake pia. Na huyu anasema kwamba mimi naitwa Florentina, niko nasema namshukuru sana mama yangu mzazi, Mungu ampe maisha marefu. Habari hapo studio, heri ya wanawake duniani. Naitwa Tony kutokea Sumbawanga, na pata vizuri sana. Huyo anasema kwamba anaitwa Johnny Mpwapwa, na wapongeza sana wanawake ni jeshi kubwa. Jumbe ni nyingi kweli kweli, na muda ndivyo unavyozidi kukimbia na mambo yanazidi kuwa mengi. Na huu utakuwa ni ujumbe, anasema kwamba Mungu awabariki sana. Mimi ni mchungaji Kazanangwa kutoka West, naona mrudia kidogo. Nasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Patrick Samson Chima, nampongeza classmate wangu Zubeda, nimesoma naye chifu. Sawa, Mungu akubariki sana. Na mtazamaji, endelea kutuma ujumbe wako, na sasa moja kwa moja twende tukielekea katika shule hizi. Najua kuna kitu hapa tumekiandaa, lakini pia kabla yote nimetoka kumsikiliza mwimbaji wa nyimbo za Injili Upendo Kininki. Mimi nina maswali mawili tu ya haraka kwako. Nini ambacho kilikujia ukaweza kuandika maudhui ya wimbo huu kwa njia ya taarab, lakini pia utuambie ni changamoto kubwa ipi kama mwanamke ambao unaipitia katika upande wa kazi hii ya utumishi wa Mungu? Kilichonifanya kuandika huu wimbo, mimi nyimbo zangu ni za mafunuo pia, kulingana na jinsi ambavyo Mungu anaweza akanipa wimbo. Kuna wakati ninapata nyimbo kwa design tatu. Kuna wakati naweza nikalala katika njozi, nikaletewa wimbo, na wimbo huu wa Roho Peleka Salamu kwa Yesu niliuletewa kwa namna ya njozi. Nilivyoamka nikauimba, nikaurekodi kwenye simu ili nisisahau. Lakini pia nikaja nikaandika sasa kwa namna ya kuutunza. Nikawa niko na tafakari kwa namna ya mazingira ya mziki ambayo tumeuzoea hapa kwetu, yani mziki wa kanisani. Nikasema kwamba nikitoka na huu wimbo watu wataupokeaje? Nikawa nina sita. Niliuandika nikaacha kama miaka 3 sikuutoa. Lakini baadaye tena Mungu akaja akanisemesha tena kupitia njozi. Nikaona kwamba ninaimba wimbo huu, lakini ni wimbo ambao umekuwa na nguvu, kawa uko na mashabiki wengi sana. Na ndivyo ambavyo imekuwa. Kwa hivyo baada Mungu kunisemesha hivyo tena mara ya pili tena, nilikuja nikaamka siku hiyo nikaingia studio moja kwa moja ukaenda kurekodi. Ndio, moja kwa moja nikaenda kurekodi, nikampigia producer wangu Elieli Mashkolo, nikamwambia kwamba nina nyimbo ya taarabu hapa. Kwa kweli namshukuru Mungu, nilipofika naye aliipokea, aliichakata, kuipiga ameitendea kazi. Naam, asante sana. Najua safari ni ndefu na tunatamani kujua, lakini muda wetu unazidi kuwa mchache. Hebu tuelekee moja kwa moja, ni ipi changamoto ambayo sasa wanawake mnakutana nayo hasa katika kazi hii ya utumishi? Changamoto ambazo tunakutana nazo sisi waimbaji, ama mimi muimbaji, changamoto hazikosi, ni nyingi. Unaweza kuona kama mziki wa Injili ili uende kwa kweli ni pesa. Kwa hivyo una saa zingine watu wanakuwa wanachukulia ize kuhusu kutusapoti, hasa wanapokuwa wanatuita kwenye majukwaa, semina. Yani ninatoa tu wito kwamba mtu asichukulie huduma ya uimbaji kana kwamba yani ni huduma simple au ni huduma ndogo. Unaweza kukuta mtu amekuita kwenye mkutano, unaenda unahudumia wiki nzima, lakini posho inakuwa hamna.
yani ndo changamoto hizo tunazokutana nazo. Unahudumia mkutano na maliza, mtu anakuambia Mungu akubariki sana. Naam, asante sana, Mungu akubariki sana, ndio imekuwa kauli hiyo. Imekuwa kauli. Sawa, natamani kujua mafanikio yako mpaka sasa ni kwa asilimia ngapi, na pia una nyimbo ngapi kule YouTube kwa ufupi? YouTube nina video 4 na hizi video location. Japo kwa nina video nyingi tu kama 90 na zaidi, kwa sababu mimi huwa siachi video hata kama ni ya jukwani. Kwenye majukwaa makubwa mara nyingi ninapokuwa niko ninahudumia mikutano mikubwa, ukiingia kule unakuta tu. Kwa hivyo huwa siachi, ile ni kazi. Ninapomaliza mkutano nakutana na watu wa media, ninaeditiwa vizuri, natupa kazi ile. Sawa, mafanikio yako mpaka sasa? Mafanikio yangu mpaka sasa ninamshukuru Mungu, kwa kweli hajaniacha. Anaendelea kunineemesha na ninaendelea kufanikiwa, kwa sababu mafanikio yangu mpaka sasa nina album 6. Nikisema hivi album 6 na maanisha yani nina album 6 ambazo bado ni audio. Albamu ya kwanza ndio bado niko nimeigusa, ina video 4 huko YouTube, video location. Ndio. Lakini namshukuru Mungu, hata nilipoanza kuachia video watu walipokea kwa ukubwa hapa ndani ya nchi yangu Tanzania, lakini pia Kongo walinipokea kwa ukubwa, Burundi walinipokea kwa ukubwa, Kenya nako walinipokea kwa ukubwa sana. Na ndio. Asante sana. Najua tuna mengi sana kuzungumza, lakini pia nije kwako kulingana na muda. Natamani kujua nini siri sasa ya mwanamke kutoboa kiuchumi, hasa kwako Zubeda kama mfanyabiashara, huku akiendelea kutunza familia na kukizi mahitaji yote ya familia kikamilifu. Mwanamke ili kutoboa kiuchumi anatakiwa yeye mwenyewe ajikubali na ajitume, asiwe wa kutumwa. Yaani ajitume, asibweteke kwenye kitu kimoja. Unafanya hiki, lakini ukiona unaweza kujaribu kufanya na kingine, hata kama kwa udogo, anza hapo ulipo. Sawa kabisa. Nije kwako Mama Askofu, wewe umekuwa kinara na kiongozi wa dini, hasa tukitazama mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea na watu wengi wamekuwa kikutana nayo huku na kule, na kulingana na jinsi muda ambavyo unazidi kuyoyoma, nini ambacho ungependa kumshauri sasa mwanamke wa kileo ambaye anakutazama? Ambacho ninaweza kumshauri mwanamke anayenitazama, kwa kweli yanapokuja ni kupambana nayo, ukimtegemea Mungu na kujishughulisha zaidi. Kina mama waache kubweteka. Kipindi hiki sio cha kukaa kwenye miti sijui kusubiri au kukwanguana, muda imepitwa na wakati. Ni kupambana. Ndio maana swala la ujasiriamali ni muhimu. Wapange ratiba zao, kila muda uwe wa thamani. Hakuna muda ambao ni wa kuchezea sasa. Sawa kabisa. Mama Askofu, kwa sasa tuko baada ya hii tarehe sasa ambayo ni tarehe 8 Machi, katika sherehe hizi kanisa limejipanga vipi sasa kumlinda mwanamke na kuendelea kumshika ama kuweka mshikamano wa kumwekea mikono ili aendelee kusimama katika siku 364 ambazo zimesalia? Mikakati iliyopo ya kumlinda mwanamke kiroho zaidi ni kumtia moyo na kumhakikishia kwamba anaweza, na kila kitu ukithubutu kinakuwa. Kwa hiyo sasa yani ni kuwahamasisha kwamba wanaweza na kila jambo linawezekana na kuwatia moyo. Ni hayo. Naam, asante sana. Na kwa yule mtazamaji ambaye ndio kutazama kwa sasa, najua una jumbe nyingi ambazo unatutumia kwa sasa na mimi naziona watu kweli kweli wanasherehekea. Sikia leo ni nzuri, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa timu ya Amka Tumsifu Mungu. Kwa kweli leo imekuwa ni siku ya kupendeza kabisa kwa wale wadau ambao wanatufuatilia tangu tulipoanza mpaka kufika leo, tangu tulipoanza Februari mpaka kufika leo Machi. Kwa kweli imekuwa ni siku njema na pekee kabisa hapa studio, na tumeweza kupata nafasi nzuri ambazo Mungu ameweza kutupatia. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutupa kibali na nafasi ya pekee kuwa na mfanyabiashara huyu ambaye namna jinsi amejieleza, si mwingine ni Zubeda kutoka hapa Mwanza, Tanzania, ambaye imekuwa ni mmoja kati ya baraka katika studio zetu hapa kuja kuweka sherehe hii kuwa nzuri zaidi kwa mapambo tofauti. Leo bana tutakuwa na keki
Keki hiyo pia itaambatana na kuonesha thamani ya mwanamke, lakini pia kwa kutazama nguvu kubwa ambayo mwanamke anaifanya na kutazama kila ambacho mfanyabiashara huyu Zubeda anachokifanya kwa ubora na kwa usahihi kabisa, ili nawe pia uwe ni mmoja kati ya wadau ambao utakuwa naye kumshika mkono na kumuongoza katika njia sahihi ambayo itaweza kumbariki katika maisha yake ya kila siku katika utafutaji. Sasa ni wakati mzuri kabisa, lakini pia licha hivyo tuko na wanawake pia ambao wanawakilisha jopo kubwa kwa hapa studio. Tunaye Benita Salvatore ambaye pia tutakuwa naye hapa, naye pia ataweza kujumuika nasi kuonesha nguvu ya umoja kwa namna jinsi ambavyo mwanamke amekuwa ni shupavu na kiongozi mkubwa hasa katika sherehe hizi za sikukuu ama maadhimisho ya mwanamke duniani. Wanawake oye! Oye! Wanawake oye! Oye! Siwezi kusema wanaume ile mpaka shtoke. Safi sana. Na mimi pia ningependa sasa tuweze kuipata ile zawadi nzuri kabisa ambayo Zubeda ameweza kutuletea siku hii leo kama mbaraka kwetu pia na kwako mtazamaji kuweza kuitazama. Sasa ningependa hiyo keki tuweze kuipata. Sasa na huku nikiendelea pia kusoma jumbe mbalimbali za watazamaji wakitoa mchango mkubwa zaidi na jinsi ambavyo wanabarikiwa na watu ambao wamekuwa ni nguzo katika maisha yao. Unasema kwamba shalom shalom, mtumishi wa Mungu, nampongeza sana dada yangu Zubeda Ungasa, namtakia mafanikio makubwa sana na Mungu amuinue kwa viwango visivyo vya kawaida na asimame zaidi. Waefeso 3:20. Mimi mdogo wake Rachel Sengerema huyu anasema kwamba anaitwa Danieli Kachele, nipo Matai Kalambo. Nampongeza huyo mwimbaji wa nyimbo za Injili. Mungu ambariki sana maudhui yake, nimeyasikiza kwa uzuri na nimependa. Amen. Huyu anasema kwamba anaitwa Meli kutoka Kilimanjaro na namtakia mama yangu kuwa nampenda sana na apambane. Na huyu anasema kwamba Mungu awabariki sana wanawake wote duniani. Mimi naitwa Monica Moshi, Mungu awabariki sana. Na huyu anasema kwamba anaitwa Aloizi, anasema anaitwa Aloizi na itumia siku hii ya wanawake kumpongeza sana mke wangu Aisha, mwanamke wa nguvu, kwa kunifanya nifike hapa nilipo sasa. Mungu akubariki sana. Huyo anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Helen kutoka Kibaha Kilimanjaro, wanawake wapambanaji. Mungu awaweze kuatia moyo. Huyu ndivyo alivyomaliza, anaitwa Jane huyu. Na mtazamaji, tayari keki yetu ndio hii hapo unavyoitazama, rangi maridhawa kabisa. Sijui aliyetengeneza, ngoja tumuulize rangi gani hiyo Zubeda? Hii nimetumia gold pamoja na cream. Gold pamoja na cream. Yeah. Sawa. Ni wakati mzuri sasa wa kuikata hii keki, na ningependa basi sote tu baadaye, najua tutasimama hapa, lakini pia tunaye mtaalamu wetu huyu anayerusha matangazo Benita Salvatore, naye pia atasogea hapa kuhakikisha na imani. Karibu sana Zubeda. Ni keki nzuri kabisa hiyo. Kwa yule ambaye unahitaji huduma yake pia unaweza kumfuatilia baada ya hapa. Baadaye utapata njia nzuri ya kuweza kumpata ili kuweza kupata kile ambacho unakihitaji kwa ajili ya harusi, send off pamoja na sherehe hizi, kitchen party. Kama utahitaji pia utaweza kuhusika naye kikamilifu kabisa. Ungana naye bwana, mtie moyo na umsogeze karibu. Wewe pia uwe ni mmoja kati ya baraka kwake katika maisha yake. Karibu sana uweze kutukatia keki, nisiwe mzungumzaji sana maana tayari keki imeshafika. Sawa sawa. Nitapenda niwashe mshumaa kwa ajili ya kusherehekea siku yetu muhimu. Sawa. Na imani sote tusimame na tunaweza tukapiga makofi. Wow. Na mtazamaji, ni siku ya wanawake duniani na nikutakia heri ya siku ya wanawake duniani. Hata kwa yule dada ambaye uko nyumbani umekosa nafasi labda ya kwenda mahali sehemu fulani kutazama, lakini ukaamua kusalia nasi kupitia Star TV, kipindi ni Amka Tumsifu Mungu. Mungu akubariki sana. Ndivyo hivyo tunaenda kupita nayo hii keki, na unavyotazama ilivyopambwa vizuri kabisa, na tunasherehekea kwa kuonesha moyo wa ukunjufu kabisa, na kulingana na muda jinsi unavyokimbia, hebu naomba sasa uweze kuikata hiyo keki.
Jamani tupige makofi. Sikiliza wimbo jamani wanawake. Mama Askofu unajua una nyimbo nyingi. Kuna wimbo wako ule Mama Askofu. Unaweza kaurudia. Mama Askofu tuimbishe Mama Askofu. Wewe ni nani jama? Mimi ni mama. Wewe ni nani jama? Mimi ni mama. Taifa linanitegemea. Kanisa linanitegemea. Nitegemea. Mimi ni mama. Jamani kuna vigeregere. Kama ulivyo umekuwa vizito leo. Na mtazamaji, hivyo ndivyo tunavyo sherehekea sisi hapa studio mkate msifu Mungu kupitia Star TV kwa jopo kubwa sana la kina mama ambao wanawakilisha jopo mafiga matatu haya tuko nayo hapa, yanawakilisha kupika chakula kizuri kabisa ambacho mtazamaji umeweza kubarikiwa nacho kwa njia madini mbalimbali ambayo umeyatoa na mpaka keki. Sasa ningependa Zubeda wewe ndio tuelekeze zaidi. Niwaelekeze? Yeah. Sawa. Na huku hii ni keki ambayo nimeipika kwa upendo mkubwa sana. Ndio. Kwa hiyo hata sisi tunaye ila tunamaanisha tu na upendo zaidi. Karibuni sana. Na mtu sasa akihitaji kukupata kwa njia bora ya mawasiliano ili kuweza kupata huduma zako inakuwaje? Kwa namba ya simu ni 0782 270 545. 0782 270 545. Lakini 0782 270 545 kwa keki tamu jamani, na bites zote napatikana kwenye namba hiyo. Lakini pia napatikana kwenye mitandao ya kijamii TikTok najiita Beyond Sweetest Cake and Bites. Lakini pia Facebook natumia jina langu hilo Zubeda Ugasa, na Instagram napatikana kwa jina hilo la Beyond Sweetest Cake and Bites. Karibuni sana. Beyond Sweetest Cake and Bites. Namba yangu ya simu 0782 270 545. Bites zote zinapatikana, keki nzuri zinapatikana. Karibuni sana wapendwa. Sawa kabisa. Na huku Mama Askofu, keki ndio hiyo, na wewe unaweza ukafungua mlango huo pia wa kumlisha jirani na ndugu ili kuonyesha upendo. Karibuni sana kwa dakika chache. Asante. Karibu mama. Jamani pige makofi. Wewe ni nani jama? Mimi ni mama. Wewe ni nani jama? Mimi ni mama. Taifa linanitegemea. Watoto wananitegemea. Mimi ni mama. Mtazamaji unayetutazama ukiona matangazo, huyu ndio mhusika. Na mkaribu sana. Davenito umependeza sana. Na kama wanawake mko mnamtania Yesu. Na unaweza kujipongeza kupiga makofi. Kipaji cha kuimba, ngoja tusikilize. Na asante sana kwa mtazamaji ambaye unatutazama sasa. Yeye ndivyo anaondoka, bado yuko katika majukumu, lakini pia ni mmoja kati ya wahusika wa karibu kabisa ambao anakufanya wewe uweze kubarikiwa. Ngoja nimeze. Keki ni tamu jamani. Ina kalaza fulani hivi. Haina sukari nyingi. Kwa wale ambao wanaugua na ni sukari. Au Mama Askofu nimekosea? Hapana. Iko good. Iko vizuri. Mnajua tayari Zubeda atakuwa ni mtu wenu wa karibu sana. Kwa sekunde chache ambazo zimesalia sasa, ningependa kuja hapa kwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Unamshauri nini sasa binti na wa kizazi kipya, Dokomo, vijana Dokomo hawa, lakini pia Gen Z, kwa yule ambaye anachipukia na kwa njia ya uimbaji anatamani kuwa mkubwa zaidi kama wewe pia? Kwa sekunde 30 tu. Amen. Na shauri kwamba mtu yule ambaye anatamani kuimba anaweza. Mimi huwa naona kwamba kila mtu anaweza kuimba, ila aamue kuimba, kwa sababu Mungu amemuumbia kila mtu sifa. Kwa hivyo ni vile ukiamua na kuchukua hatua, unaweza kuanza kuimba kanisani, ukaingia studio,
ukarekodi nyimbo yako. Wakati mwingine unaweza kukutana na changamoto, mtu akakwambia sauti yako ni mbaya, lakini wewe upaswi kusikiliza hayo. Wewe unapaswa kusikiliza kile ambacho kipo ndani na ambacho Mungu amekuita nacho, ndicho ambacho ukitendee kazi. Lakini usikate tamaa na ile kuambiwa kwamba wimbo wenyewe aliotoa sio mzuri. Yule aliyekwambia kwamba wimbo ule ambao umetoa sio mzuri, sio wa kwake, kwa sababu kila ujumbe na kila message huwa ina mtu wake. Hata mchungaji mwenyewe anaposimama kwanza kuhubiri kanisani, kile chakula ambacho anakitenga kwa ajili ya neno la Mungu ambacho ni chakula, yani neno, sio kila mtu linakuwa linamlenga, lakini Mungu anamtafuta mtu mmoja. Mtu mmoja anapokuwa kanisani anapokea ule ujumbe, ana receive kabisa na anatoka pale roho yake imepona, ameachiliwa. Hivyo hata katika injili hii ya namna ya uimbaji, kila ujumbe una mtu wake, na mtu anapokuja kusikiliza kwamba message ikawa imemlenga kabisa, anapokea kitu cha tofauti na anapona. Naam, asante sana. Nije kwako Mama Askofu kwa sekunde 30 tu, kwa binti ambaye anakutazama. Wewe ni kiongozi wa dini, una nini cha kumwambia ama unampa barua gani katika kilele cha maadhimisho ya mwanamke duniani? Binti anayenitazama, ninamuhusia tu kwamba ni kujitahidi tu katika mambo ya kiuchumi pia, na kujiamini. Kila kitu kinawezekana, hasa ukijiamini na kuthubutu. Watavuka. Sawa. Na watu wanakupata vipi kwa kupitia mitandao ya kijamii? Wananipata kupitia, yani nyimbo zangu zinapatikana kwenye channel yangu YouTube, Instagram nipo, TikTok niko kwa jina lile lile la Upendo Kiningi. Sawa. FB pia. Sawa. Njia zipi za nzuri ya mawasiliano unaweza kupata? Mawasiliano unanipata kwa 07 64 43 59 02. Sawa kabisa. Nikija kwako Zubeda, wewe ni mfanyabiashara na ni mwanauchumi najua, na kuna mabinti wengi wanakuangalia nawe bado ni binti kabisa. Kuna wale ambao wanakutazama kwa sasa natamani aanze kufanya vitu kama hivi, kupika keki na vitu vingine kadha wa kadha ambavyo anavihitaji. Wewe kwako una neno lipi la kumwambia? Neno moja tu lenye ujumbe mzito. Asikate tamaa, ajaribu, anaweza. Asikate tamaa, jaribu, anaweza. Na mtazamaji, hao ni wageni wangu, na nimekwambia ni mafiga matatu ambayo nilikuwa nayo leo hapa, na nipende kuwashukuru sana kwa namna jinsi ambavyo mmekuwa pamoja nasi na kuonyesha moyo wa upendo. Na tumetazama kuna keki hapa ambayo imetengenezwa na Zubeda huyu kutokea hapa Mwanza, Tanzania, na tayari ameweza kutaja namba zake za simu. Najua simu zitaita nyingi sana, watu watakuja pale watapokea, na mimi nitakuja tu, najua siku yangu imekaribia. Na nikushukuru pia kwa watazamaji, na tumshukuru Mungu sisi pia kwa kuweza kuvuka salama katika mfululizo wa vipindi vyetu tangu tulipoanza Februari mpaka kufika leo tarehe 8 Machi, ambao tulikuwa tukizungumza sana na kuitaja sana, lakini leo hatimaye imefika na Mungu ameweza kurupa upendo wa dhati kabisa. Lakini pia niweze kumshukuru kwa wale ambao wamekuwa ni watayarishaji amekuwa ni mtayarishaji wa kipindi hiki kwa kuandaa kipindi hiki kiwe bora na kizuri sana kwa mtazamaji, mwanamke, kwa kumtambua mwanamke na kujua thamani yake Afrika Mashariki na dunia nzima, kwa kuweza kujua nini ambacho natakiwa tukifanye na kumpa mwanamke njia bora ya kuweza kufika kileleni kule ambako anahitaji kufika katika nyanja tofauti tofauti. Na huyu si mwingine ni Emmanuel Makuriga, lakini pia bila kusahau ambaye amehakikisha sisi tunaonekana vizuri kabisa kupitia television yako, si mwingine mpiga picha huyu anaitwa Elisha Ndalo. Lakini pia bila kutoa pongezi zingine kwa yule ambaye anarusha matangazo haya kufika kule uliko, na imani umemuona, ni anaitwa Benita Salvatori. Mungu aweze kuwabariki sana. Hii ni Amka Tumsifu Mungu, lakini mwisho wa safari hii ni mwanzo wa safari nyingine, na sasa tutaingia katika ukurasa mwingine, tukitazama wengine wakiwa katika mfungo wa Ramadhani, lakini pia wengine wakiwa Kwaresma, na tutaenda kuangazia huko pia katika siku hii ya mwanamke duniani katika safari ya kuelekea Goligota. Langu jina ni Andrea Amosi Masanja, na hapo ndipo tunaelekea ukingoni kabisa, na muda ndivyo unazidi kuyoyoma. Tumebakiwa na dakika chache tu, lakini ngoja niulize swali. Kuna watu ambao wamefunga hapa, wamefungwa kwa bahati mbaya? Hakuna. Na mtazamaji, na hapo ndipo tumefikia mwisho kabisa, na tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili huyu anaitwa Upendo Kiningi, mfuatilie kule YouTube. Lakini pia tuko na Zubeda, mfuatilie katika mitandao ya kijamii kama alivyotaja. Najua watazamaji kuna jumbe nyingi sana mmeweza kuzitaja hapa,
na kuzituma kwa ukaribu sana, lakini kutokana na muda, kwa kweli Mungu aweza kubariki sana, mmeonyesha moyo wa ukunjufu, na sisi pia tumeyaona yale ambayo mlikuwa nayo moyoni. Na tunapoenda kumaliza, tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili, ndiye ataweza kutufungia kipindi chetu kwa shamla shamla, na baada ya hapo na imani mtazamaji unatamani ungekuepo naye keki uipate, tungekupa lakini haiwezekani. Na mkaribu sana mwimbaji wa nyimbo za Injili, ututamatishie kipindi chetu kwa wimbo wako mzuri kabisa. Chonde kazi. Najua hata kama unatamani kucheza unacheza. Achie kuona mwaka. Sawa kabisa. Haya, twende sasa. Kuona mwaka. Kuona mwaka sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Najua kule studio naicheza, twende. Kati ya waliosaidiwa na Mungu na mimi nimo. Kati ya waliosaidiwa na Mungu na mimi nimo. Kati ya waliohurumiwa na mimi nimo. Kati ya waliohurumiwa na mimi nimo. Na mtazamaji, usikose Jumapili nyingine ijayo, tutakuwa pamoja, na ndivyo tunavyotamatisha na wimbo huo mzuri kabisa. Walioponywa na Yesu na mimi nimo. Na waliosaidiwa na mimi nimo. Na waliosaidiwa na mimi nimo. Baba, acha nimshukuru. Amenitendea Baba, acha nimsifu. Amenitendea Baba, acha nikwambie. Nimeona uzuri wake, nimeona upendo wake, bila yeye nisingeweza fika hapa nilipo. Kuona mwaka. Kuona mwaka sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Kati ya waliosaidiwa na Mungu na mimi nimo. Kati ya waliosaidiwa na Mungu na mimi nimo. Kati ya waliohurumiwa na mimi nimo. Kati ya waliohurumiwa na mimi nimo. Kati ya walioponywa na Yesu na mimi nimo. Kati ya walioponywa na Yesu na mimi nimo. Na waliosaidiwa na mimi nimo. Na waliosaidiwa na mimi nimo. Amenitendea Baba, acha nimsifu. Amenitendea Baba, acha nikwambie. Amenitendea Baba, acha nimshukuru. Amenitendea Baba, acha nimwimbie. Nimeona uzuri wako, nimeona upendo wako, bila wewe nisingeweza fika hapa nilipo. Kila siku ya Jumapili asubuhi